Wacha tuelekee huko maeneo ya kaunti ya Kilifi ambapo tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Elizabeth Mutuku atujuze mengi zaidi kuhusiana na chaguzi ndogo hasa katika eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi. Elizabeth, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze kwa mapana na marefu kuhusiana na chaguzi hizi ndogo. Kama ulivyosema Paul Kirobi, ni kweli hali ilikuwa namna hiyo katika uchaguzi wa hapa Magarini, eneo bunge hili la Magarini ambalo limekuwa kwa muda bila kiongozi, lakini hii leo ni kwa furaha kwa wakazi wa eneo hili, kwani wamepata mbunge mteule ambaye ni Harrison Kombe, ambaye tangia uchaguzi wa mwaka 2022 alikuwa mbunge, japo baadaye Stanley Kenga ambaye hii leo amekuwa wa pili katika kinyang'anyiro hicho. Mmoja wa wale wakazi wa Magarini alielekea mahakamani kutaka kubanduliwa kwake Harrison Kombe, jambo ambalo lilifanyika. Lakini baadhi ya viongozi ambao pia tumezungumza nao haswa katika ODM wanasema ni furaha kubwa, na kuwa hii bado ama ushindi wake Kombe unaashiria kuwa bado chama cha ODM ni imara katika eneo hili. Bali na hilo ni kwamba uchaguzi wa eneo hili uliendelea pasi tashwishi zaidi kama ilivyoshuhudiwa katika maeneo mengine, haswa masuala ya vurugu, japo katika eneo moja la kupigia kura la Kanagoni tu ndiko kuliko shuhudiwa vurugu. Na usiku kucha tumekuwepo hapa pamoja na viongozi kutoka upande huu na naibu mwenyekiti wa chama ama kinara wa chama cha ODM na gavana wa Mombasa. Wote viongozi hao walikuwepo hapa kusema kwamba chama cha ODM bado kinasalia kuwa imara katika eneo hili na haswa pwani kwa jumla. Na pia viongozi hao wamemsifia pakubwa Rais William Ruto kwa ushirikiano katika broad-based, na sio hilo tu, wanasema kufanya kazi naye ndio kitu ambacho kitaendelea hasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wengi wao wakionekana kumkejeli ambaye alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Lakini wananchi wa eneo hili wanasema ni wakati mwafaka kwa miaka miwili ambayo imesalia kuona viongozi wao na watumikia wakimshukuru na pia kumpa kongole ambaye sasa ni mbunge mteule katika eneo hili. Lakini mwanzo tusikie zaidi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa ODM waliozungumza hilo. Kulikuwa na ruma mingi. Unajua mimi siku ile nilijibu huyu jamaa wa DCP. Nilimwambia wewe nitakulima na utarudi Kilifi tena. Kwa sababu alianza uvumi, Mung'aro wapi? Kule anasema mimi nilikuwa nimelala msituni nikitafuta kura. Na leo nataka kumwambia tena nimrudishie ndugu yangu Gachagua. Hii ni tela tu, 2027 utaruka Viusasa. Utaona kiti kwa Viusasa. Sisi nimewambia kwamba sisi kama timu Pwani tutahakikisha kwamba hii Pwani tuna bado simama imara na chama chetu cha ODM. Sahi tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo, wale ambao kwamba wenye nye nyingi, tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu, tupateni ground. Nye fimbo. Leo na mimi najibu, mwambieni yule Gachagua, ule mtoto wetu mdogo kutoka marginalized community Fahima, atafute lengine sasa, aseme aache uhasidi. Mimi mwenyewe namzaa yule Fahima, ni kama mjukuu wake, ni mjukuu wake yule, amemweka menoni, ni uhasidi tu, hataki jamii yoyote ingine ipate nafasi. Mimi nilisema sitajibu, lakini leo tumekuja, tumefanya bidii, sasa tumemjibu kwa vitendo. Na 2027 wembe ni huu broad-based government. We stayed united as a party and party affiliates, wote ambao kwamba tulikuwa tuko pamoja. Mimi nataka kuambia tu, sababu unajua kuna wengine wanajifanya sijui ati masikio, na mimi nawaambia kwa hiyo alama yao ni kuwa masikio inauma. Kama masikio inauma, tuna dawa, na dawa yake ni OD. Tunawaambia wale
shaka viongozi wa IEBC akiwemo Kamishna Alutalala Mkwana pia alisisitiza umuhimu wa iwapo Wakenya wanaweza kufikiria jinsi ambavyo wanaweza kushughulikia swala la mtandao, kuwepo ndio mahali ambapo wanaweza shughulikia maswala ya kura, na ni si kitu anasema kinaweza kusaidia swala la kuhesabu kura ikilinganishwa na siku hii ya leo ambapo tulikesha kura zile zikiwa zinahesabiwa. Lakini kutoka hapa Magarini, mimi na Brian Odhiambo tunasema kwaheri kwa sasa, tutakutana wakati mwingine, lakini niruhusu nitafute hata sharubati Kirobi kutoka studioni. Naam, asante sana Elizabeth Mutuku ukiwa maeneo ya Magarini katika kaunti ya Kilifi.